tukumbuke sana. Bana, ni kikosi cha timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, ambacho kimeitwa chini ya mwalimu mkuu Miguel Gamondi, ambaye ana siku 2 tu kazini na amekiita kikosi ambacho kitakwenda kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Kuwait tarehe 14, na kikosi kikitarajia kuingia kambini tarehe 10, wachezaji 23, lakini tumeshuhudia pia mabadiliko makubwa sana ambayo yameonekana pia kwenye kikosi hicho. Wanarejea baadhi ya nyota kama Kevin John, lakini pia mchezaji kama Alphonse ambaye hawakuonekana kwenye kikosi cha timu ya taifa Tanzania kwa muda, lakini kuna nyota kadhaa ambao pia mwalimu hawajawaita, sijajua sababu zao, ikiwemo pia Simon Msuva, Mbwana Samata, lakini pia Yusuf Kagoma ambaye hatujamshuhudia akiitwa kwenye kikosi hicho. Issue ya Clement Mzizi inajulikana ni majeruhi. Pengine ni muda ambao mwalimu Miguel Gamondi anajaribu kutengeneza cream ya kikosi ambacho itakwenda kumsaidia kwenye michuano ya AFCON, kwa sababu tunafahamu pia mchezo huu uko kwenye kalenda ya shirikisho la soka duniani FIFA, na tunafahamu pia sisi na Kuwait design kama sisi tuko juu kwenye FIFA ranking, na kama tunapoteza mchezo huu pengine pia Kuwait anajipatia nafasi ya kwenda kupanda juu, na sisi pia tunaendelea kupromoka. Kwa hiyo ni mchezo ambao tumetoka kupoteza pia mchezo dhidi ya Irani wa kirafiki wa FIFA. Kwa hiyo ni mchezo muhimu pia kwetu kushinda ili kuendelea kujiweka kwenye mazingira sawa. Issue ya kuwaita nyota hawa, mchezaji kama Kevin John kwa sasa pia ni current player ambaye anafanya vizuri sana na kikosi chake cha Karabakh kule nchini Denmark. Ni mchezaji ambaye kwenye ligi ile daraja la kwanza kule mpaka sasa amescore kwenye ligi kuu pale magoli 7, lakini kwenye michuano yote ana magoli 9 kwenye kikosi hicho. Kwa hiyo utaona ni mchezaji ambaye amekuwa na wakati mzuri pia akiwa na kikosi chake cha klabu chake cha kule nchini Denmark. Kukosekana kwa wachezaji kama Simon Msuva na mchezaji kama Mbwana Samata kuelekea mchezo huu, naliona bado ni pengo kubwa kwa mwalimu Miguel Gamondi, kwa sababu tuna muda mchache tunaelekea kwenye AFCON nchini Morocco, na muda huu pia ni vema pia mwalimu Gamondi anapopata mechi kama hizi kuzitumia kuweza kuona wachezaji wana click vipi kwenye maelekezo yake, kwa sababu tumeshuhudia namba kubwa wachezaji ambao wameita ni wachanga, lakini pia ni wachezaji ambao wanafanya vizuri, lakini tunajua viranja wa timu ya taifa Tanzania wakiwa ndani ya pitch ni Simon Msuva pamoja na Mbwana Samata. Hawa ni wachezaji ambao sawa, hata kama usipowaita leo una uwezo wa kutengeneza mkakati wowote na ukiwaita wanakuja wana click vizuri, lakini ilikuwa ni vema sana pia kama nafasi zao zilikuwa vizuri kujumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa Tanzania, ili waje wasikilize mikakati ya mwalimu Miguel Gamondi na kuweza kujoin ama kupata ile kupata ile build up play nzuri ambao Miguel Gamondi na mwalimu Hamad Ali wanatamani kuitengeneza kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Tunafahamu kwa sasa pia tunakwenda kucheza michuano migumu sana na muda wa maandalizi ni mchache. Hata wachezaji ambao wameitwa hawa ni wachezaji ambao wanafanya vizuri kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kule nje ambao wanacheza, lakini kuwaweka pamoja ni issue nyingine kwenye timu ya taifa ya Tanzania, kwa sababu kila mtu ana mafundisho yake kwenye klabu, kila mtu anapokea maelekezo ya walimu tofauti anapokuwa kwenye klabu. Haya maelekezo ambayo wanapokea kule, inapokuja kwenye timu ya taifa wanatamani kusikiliza sauti moja ambayo ni ya mwalimu Miguel Gamondi. Kwa hiyo kama ilikuwepo nafasi ya kuwaita Mbwana Samata, Simon Msuva, Kip Dennis pia ambaye ana mchango pia kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Yusuf Kagoma, nadhani mwalimu anapaswa kulifanya hilo, kwa sababu itakwenda kumsaidia kutengeneza chemistry nzuri ya kikosi. Kevin John hakuwepo kwa muda kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, anarejea kwenye kikosi, lakini anakuja kuwakosa baadhi ya nyota ambao alikuwa nao chemistry nzuri anapohitajika kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. All in all, mwalimu namuona amejaribu pia kuangalia umri wa wachezaji ambao amewaita ni wachanga kiasi chake. Kwa muda huu hatupasi kutengeneza timu ambayo itakwenda kushiriki 2027. Nimeona watu wengi wanazungumza kwamba pengine mwalimu anaangalia mbele zaidi ni AFCON ya mwaka 2025 ambayo inachezwa mwezi Disemba. Kwa hiyo tuna muda mchache wa kukitengeneza kikosi
kutengeneza timu ambao itaenda kuonyesha ushindani kwenye AFCON mwezi Disemba tu, na mchezo wa kwanza utacheza kati ya Disemba 22-23. Kwa hiyo tuna muda mchache, lakini mwalimu pia nafahamu ana mbinu nyingi na ni mwalimu ambaye anajua tabia za wachezaji, analijua soka la Tanzania na anamfahamu mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo licha ya kuwafahamu hivyo, ana nafasi kubwa ya kuwekeza mikakati ya muda mfupi kupitia hizi mechi za kirafiki ambazo zitatoa nafasi kwa wachezaji kuweza kutengeneza chemistry nzuri. Bana, kwingineko uhondo wa ligi kuu Tanzania bara unarejea weekend hii na Jumamosi hii kesho kutapigwa michezo miwili, na Pamba Jiji wao watawaalika kikosi cha Singida Black Stars, bonge moja ya mechi ambao inakwenda kukutanisha walimu ambao wako vizuri in short. Ukiangalia Pamba Jiji ni timu ambayo imetoka pia kushinda michezo yake miwili yote ya mwisho, na michezo yake miwili ya mwisho mchezo mmoja ikipewa ushindi wa mezani. Unajua ukipata ushindi kwenye michezo miwili inatengeneza confidence paka kwa wachezaji na benchi la ufundi, na anakutana na Singida Black Stars ambaye pia confidence yake imekuwa juu sana kutokana na kuweza kupata matokeo kwenye na kufuzu hatua ya makundi. Lakini pia ligi kuu Tanzania bara michezo miwili na tayari yote akiwa amepata matokeo mchezo mmoja. Kwa hiyo ni mchezo mgumu, ni mchezo ambao kiushindani kwenye pitch unakwenda bado unawapa nafasi pia Singida Black Stars kufanya vema kutokana na quality ya wachezaji ambao yuko nao. Lakini Pamba Jiji ni kama wanajipata sasa kwenye mfumo kutokana na namna ambavyo walianza msimu kwa sare nyingi, lakini pia kupoteza mchezo mmoja dhidi ya Yanga, lakini kwa sasa matokeo kwenye michezo miwili dhidi ya Mashujaa, lakini pia dhidi ya kikosi cha Dodoma Jiji. Lakini mchezo mwingine Simba dhidi ya JKT Tanzania. Jana bana tulimsikiliza msemaji wa kikosi cha JKT akisema kipigo cha kizalendo kinaendelea pale Generali Samunyo, na sijajua kama atalifanya hivyo. Lakini speaking of mchezo huu, ni mchezo wa kwanza kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa mwalimu Dimitri Patev ambaye meneja mkuu wa kikosi cha Simba. Kwa hiyo naiona namna ambavyo itakuwa ni tough game kwa kikosi cha JKT Tanzania. JKT Tanzania hawajawa sasa hivi na defensive line bora mara baada ya kuondoka kwa Wilson Nangu, lakini goalkeeper Yakubu Suleiman ambaye alikuwa ni kiranja mzuri pia kwenye kikosi hicho bado wana struggle namna ambavyo wataweza pia kutengeneza defensive line ambayo haitaruhusu. Hata msimu ukiangalia makosa ambayo yamefanyika kwenye kikosi hicho ni makosa ya defensive line sana ambayo yalijitokeza mara kwa mara. Anapopita mchezaji ambaye kwa sasa pia anaonekana kuwa na kiwango kizuri pia amejumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Speaking of Simba, Simba ni timu ambayo ni tishio kwa hivi sasa. Tumeona rotation ambayo mwalimu Dimitri Patev ameifanya, akiopti pia kuingia bila washambuliaji na anapata matokeo, akiopti pia kuanza na washambuliaji wengi na anapata matokeo. Kwa hiyo tunaiona Simba ambayo kama wamekliki kwenye mfumo wa Dimitri Patev na wanapata matokeo kwa urahisi kabisa. Sawa. Anasema kesho Yanga anacheza saa ngapi na anacheza na nani? Yaani Matias Maganga au Baba Norini? Anacheza saa ngapi Yanga kesho? Yanga anacheza Jumapili na atakaribishwa na KMC pale KMC Complex. Na speaking of mchezo huu ni kama derby bwana. Unajua mwenye nyumba ni KMC ambaye ndio mmiliki wa uwanja wa KMC Complex, anacheza na mpangaji ambaye ni Dar es Salaam Young Africans. Yanga anakutana na KMC, ni mchezo mzuri of course, lakini anaingia kwenye mchezo huu akiwa anakosa pia huduma ya mchezaji kama Clement Mzize. Unala kuongea Daki? Mimi sina kuna wasikilizaji wanatamani kupata ufafanuzi kidogo. Anasema kwani Kevin John alikuwa na bifu gani na kocha Morocco, yani Mama Safina? Ni kama alikuwa na bifu. Kusema bifu kwa mujibu wa Morocco kwamba alijaribu kumuita Kevin John kwa muda, lakini kulikuwepo na changamoto ya mambo ya passport ambayo alikuwa inamkabili Kevin John, yani passport yake kama haikuwa sawa, lakini pengine ni sehemu tu ya kujifichia. Na Kevin John si mara yake ya kwanza kwenye mchezo ambao umemalizika dhidi ya Irani kwamba hakuitwa kwenye michezo mingi ikiwemo pia kuania kufuzu AFCON. Kwa hiyo pengine sijajua changamoto ama tofauti zilizokuwepo, labda mwalimu Morocco hakuona umuhimu wa Kevin John kwenye kikosi hicho cha timu ya taifa ya Tanzania ama mchango wake wa kuja kukisaidia kikosi hicho cha timu ya taifa ya Tanzania.
Bwana, Yanga anakwenda kucheza mchezo huu, anamkosa Clement Mzize ambaye tunajua pia ni X factor kwa sasa. Alikuwa X factor kwenye kikosi hichi mara baada ya kuingia majeruhi ya muda mrefu kwenye kikosi hichi. Pengine kwa sasa pia mwalimu Pedro Gonçalves anasafa pia kutafuta clinical finish ambaye atampata kwenye kikosi hicho. Waliobaki naweza nikasema na watemu kama Saidia Fundi tu, kutokana na Prince Dubu. Ukimwangalia ni kama mchezaji ambaye mchango anapata nafasi nyingi anapokuwa kwenye eneo lile la ushambuliaji, lakini anakosa umakini na utulivu wa kupata magoli. Unajua Fundi ni fundi, lakini Saidia Fundi kama anaweka juhudi pengine anaweza kabadilika kuwa fundi, lakini Saidia Fundi akibaki hivyo hivyo ataendelea kutuisha mzigo. Ndivyo ambalo Pablo nataka kuniambia kwamba Dube ni sawa na Saidia Fundi kwa Yanga. Dube na Andy Boeli ni kama Saidia Fundi kwenye kikosi cha Yanga. Sawa, rafiki sana.